Swala kutoa damu na kuongezwa damu, kuna vitu ambavyo ni vya kibiblia na kuna vitu ambavyo ni vya dunia hii. Kwa mfano, kuongezwa damu sio vibaya, lakini ni hatari ambayo inaweza kukumaliza kabisa kwenye dunia hii. Kuongezwa damu sio vibaya, lakini ni hatari kubwa mno kibiblia. Kwani Biblia inasema kwenye damu yako ndo kuna uhai. Kwa nikichukua damu yangu nikakupa wewe, ndani mtakuwa mnaishi watu hao. That is biblical. Kwenye damu ndo kuna uhai. Uhai wangu mimi Lugema ni damu yangu. That is Bible. Kwa nikichukua damu yangu nikakupa wewe, ukaipokea, ndani mtakuwa hao. Tabia zangu zinaweza zikaanza kuonekana ndani yako. Sasa afadhali ziwe nzuri, zikiwa mbaya umeisha. You cannot control yourself no more. Na hii imeua watu wengi sana. Imeua watu wengi kiuchumi, imeua watu wengi kiafya, imeharibu destiny za ndoa, imeharibu nini, imeharibu vitu vingi vimekufa kwa sababu damu ni uhai wa mtu. Kwa unavyoongezwa damu ni mtu anaingia ndani yako. Si Biblia imesema usimle nyama? Kwa nini? Damu ya mtu iko, damu ya mnyama iko ndani ya nini? Uhai wa mnyama uko ndani ya damu yake. Na Biblia inasema Yesu Kristo alitoa uhai wake kwa kufanyaje? Kwa damu kutoka. Kwa damu kutoka alitoa uhai wake, ambao ule uhai wake unasimama kwa ajili yako wewe. Unaokolewa kwa kupitia uhai wa Yesu. Sasa kama unaokolewa kwa kupitia uhai wa Yesu, unaamini kwamba ni rahisi sana kupokea damu ya mtu tu kaweka kwenye mwili wako? Unadhani ni rahisi? Ndio maana zamani nimeambia kitu kinaweza kuwa cha kimungu lakini kisio cha kimungu. Zamani walikuwa wanatumia njia fulani. Ilikuwa ikifika mgonjwa anahitaji damu, walikuwa wanaenda kutafuta ndugu zake. Sasa nyewe mmezaliwa hii kizazi cha 2000 na inawezekana hicho kitu. Zamani ilikuwa ni hivyo. Hizi blood banking, yani benki ya damu haikuwepo. Walikuwa wanatumia nini? Ingawa kuna wakati walikuwa wananyonya damu watu ili fanya kazi hiyo, ndio walikuwa wanasikia kuna wale wanyonya damu kama mshe kusikiaga. Miaka ya nyuma sisi wakati tuko wadogo walikuwa wanyonya damu. Wanakukuta, wanakamua damu, wanakunyonya damu, wanakuachia kidogo. Ilikuwepo hiyo. Ilikuwepo kabisa. Sio utani. Hata hapa Tanzania. Sasa hivi huwezi ukasikia. Sasa hivi si wameleta ile ya uhuru. Jamani tutoe damu, tujitolee. Mimi ni shauri kibiblia. Kwa sababu kibiblia pia nakupa uhuru. Ukijisikia kutoa damu toa. Sawa? Lakini kibiblia ushauriwe kutoa damu. Kibiblia. Kwa sababu jichunguze zile tabia ulizonazo wewe. Jamani, kila mtu anajijua mwenyewe. Sawa Wewe unaweza ukawa mzuri lakini unamjua huyu aliyokaa pembeni yako ana tabia zipi. Ndio maana nasema hivyo. Kwa hiyo msiniangalie vibaya. Jichunguze hizo tabia ulizonazo wewe. Halafu uzichukue hizo tabia ukamwekee, umuongezee. Yeye anaza kwake ambazo zimemshinda. Halafu nenda That is biblical. Naongea na nyie kibiblia. Ndio maana epuka pia kuongezewa damu. Ishi kisayansi, kula mboga za majani, fanya vitu ambavyo vitahakikisha, hasa nyie jinsi ya kike, wakati unapofikia ukishaolewa, ukafikia kwenye mambo ya uzazi, maintain your blood level. Kula vitu vya kumaintain damu. Ikifika unaenda kujifungua, damu isipungue. Kwa sababu sasa hivi ukisha kuwa pale huko maututi, hutasema hata wakatafutwe ndugu zangu ndio damu niwekewe, la sivyo sitaki. Uwezi. Wataenda kuchukua kwenye blood banki, wataleta. Unamjua yule aliyetoa ile damu? Ataweka nini kwako na kwa watoto utakaozaa baada ya hapo? Hamuelewi kwamba damu ina DNA? Na DNA ndio mtu. Yaani unavyoona mimi nilivyokaa hivi ni DNA. Halafu naniletea DNA ya mwingine.
Zinakuwa mbili, zinaishi. Ghafla anatokea mtu complex. Kweli ataishi. Si unajua duniani tunaishi wote. Hata jambazi anaishi. Hata muuaji anayewatupia kesi wengine anaishi. Hii dunia unajua, lakini anaishi. Mtamchukia lakini yupo duniani. Kwa unaweza na ukabadilika ukawa mtu tata eti. Sasa ushauri wangu ni kwamba njia sahihi ambao angalau kidogo ni sahihi huwa ni ya kuchukua damu kwa ndugu. Mwingine atauliza sasa kuna watu hawana ndugu, na ndio maana nimeshauri kila mtu afanye kitu ambacho kwa hekima za kawaida atakuwa na damu ya kutosha. Hiyo ndio hata wanasayansi wanashauri, kula bwana vizuri, maintain damu, fanya hivi, kula matunda, kula majani ili maintain level ya nini? Ya damu. Lakini pia usitende dhambi na usikoroge mafaili, kwa sababu utaangukia kwenye magonjwa ambayo yataanza kunyonya damu. Lakini mwisho wa siku tunamalizia kwa kusema masuala ya damu sio rahisi kama tunavyofikiria. Masuala ya damu sio rahisi kama tunavyofikiria. Ni mambo magumu kuliko mnavyofikiria wanangu. Kiasi ambacho yes, mnajua jamani, wewe ulipo hapo umetokea kwa baba yako na mama yako. Sawa kwa baba yako na nani? Na mama yako. Kwa sisi watu wa kiroho kuna dhambi na kutesa kwa sababu umeibeba kutoka kwa mama. Kuna dhambi na kutesa kwa sababu umebeba kutoka kwa nani? Kuna tabia itakunyima hata kwenda Ulaya hata kama Mungu alipangaga. Kwa sababu tu ulibeba kwa mama tabia. Kwani si tunaelewa? Yaani huyu anafanana na mama yake mpaka ukali. Huyu anafanana na mama yake kila kitu. Huyu anafanana na baba yake kila kitu. Kwani ulibeba nini kwao? Ulichobeba kwao nini? Genetics ile, DNA na chromosomes na nini na sifa zote ulibeba kwao. Sawa Sawa Ndio maana rafiki yangu, hata kama hujafanana na wazazi wako lakini unafanana na wazazi wako. Narudia, hata kama hujafanana na wazazi wako lakini unafanana. Sema tu kuna watoto walioibiwa. Ukimwangalia baba unasema hamna. Mbona huyu aliibwa mahali, usipate shida. Ni wawizi huyo. Ukimpata baba yake kabisa ukamleta. Hamjaelewa bado. Kwa sababu unajua kwenye maisha haya nyote watoto mnakuwa. Kwenye maisha haya mzazi ambaye hawezi kugushika waga ni mama. Sawa Lakini baba kugushi wa kutosha. Wapo. Yaani wengi tunaitwa fulani bini fulani ni feki. Yule sio yeye. Yule sio. Ni wengi sana, ni wengi. Yaani hiyo ni wengi. Ni wengi. Tangu mimi niko mdogo, nikipita mtaani namwangalia na baba yake. Mbona yeye anafanana na mzee fulani kule? Ni kama nachekesha lakini nawaambia ukweli kabisa. Mfano kuna kijana mmoja kwaga ni mwizi pale mtaani anatusumbua, anaitwa Bara. Awali alikuwa anaitwa Baraka kifupi, lakini ni mwizi kweli, msumbufu kweli. Baba yake alikuwa ni mzee fulani hivi anaitwa Mzee Lazaro. Naye ni msumbufu hivyo. Hana mke, anashiki peke yake. Yaani ukikutana ule mzee ukamwangalia na yeye kopi. Lakini shuleni anaitwa Baraka fulani. Yule mzee alikuwa anaitwa Mzee Hasani, si Mzee Huseni, si anaitwa Baraka fulani. Baba mfupi wa hapa. Yule Bara yuko huko. Lakini yani wewe na wazazi wako mnafanana kabisa. Yani kuna vitu ukijiangalia na mama yako kabisa mnafanana. Kama sio kucha ni kucha za miguu.
kama sio rangi ya ngozi, macho yalivyokaa, au masikio, au pua, au sauti. Lakini kuna kitu mnafanana, lazima kiwepo. Kwa baba kipo na kwa mama kipo. Must be there. Ndio nguvu ya damu hiyo. Sasa imagine unachukua damu ya mtu fulani ambako hata dunia inakataa kasiishi.